Diamond Platinum ameingia kwenye listi ya wasanii wa nje ya Marekani ambao walikuwa na mahusiano ya karibu na P Diddy kuweza kustopishwa ama kupigwa marufuku kuingia Marekani kwa shughuli za kimuziki. Kuna ile barua ambayo imeweza kuandikwa, ni barua ndefu kidogo, ila mimi nitakusomea baadhi ya vifungu hapa ambavyo vimeweza kuandika kuhusiana na kupiga stop wasanii wote ambao walikuwa na mahusiano na P Diddy ya namna fulani, iwe kikazi au mahusiano tu hata ya urafiki ambao wanatokea nje ya Marekani. Na malengo yao wameandika hapa kwa nini wameweza kuweka hiyo marufuku, lakini kwa kuwa hii barua ni ndefu, mimi nitakusomea tu baadhi ya vipande ili kuokoa muda, vile vipande muhimu tu ambavyo vinaeleza kuhusiana na jinsi ambavyo barua inataka na inawataka hao wasanii. Sasa ikiwa Diamond ni mmoja wa wasanii ambao wanapigwa marufuku kwa sababu tunafahamu kulikuwa kuna ukaribu wake kati ya yeye pamoja na P Diddy kwa namna fulani. Of course taarifa zilitrend kinoma noma na hakuna doubt kwamba walienda kwa P Diddy. So sitaki kuzungumzia kuhusiana na mengine zaidi, nitafocus kwenye hii barua na kile kilichoandikwa hapa. Lakini kabla sijaweza kusomea hiki ambacho kimeweza kuandikwa kwenye hii barua, nikukumbushe tu mdau wangu wa maana kabisa, hapa ndo mahali pekee ambapo utakuwa unapata updates nyingi zaidi. Kwa hiyo point ya msingi, join na mimi kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Hapo utakometisha sana na utakuwa umeonyesha love ya kutosha sana. Mimi ni Gabi Official, hii ni Bongo Vibe, tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu kweli barua yote hii hapa jinsi ambavyo inaeleza kuhusiana na tukio zima la Diamond Platinum kuingia kwenye listi ya wasanii ambao wamepigwa marufuku kwenda Marekani kwa ajili ya kufanya shows mbalimbali. Sasa kama ambavyo tunafahamu ni kwamba tetesi za wasanii wengi specifically wa barani Afrika kuweza kwenda kukutana na P Diddy zinafahamika. Tunafahamu Burna Boy alikuwa ni mmoja wa wasanii ambao kutoka Afrika walioingia kwenye record ya wasanii wachache ambao wameweza kuwa na mahusiano ya karibu ama urafiki na P Diddy. Diamond pia akiwa ni miongoni mwa wasanii kutoka Afrika ambao walikuwepo kwenye hiyo listi ya wasanii ambao walikuwa wameweza kukutana na P Diddy. Sasa baada ya muda mrefu zaidi tunafahamu kila ambacho kiliweza kumkuta P Diddy. Of course sio swala la kawaida. Sasa hivi P Diddy tunavyozungumzia anatumikia adhabu yake ambayo baada ya mashtaka kufunguliwa alikuja kupatikana kwamba ana hatia ya kila ambacho aliweza kukifanya. Sasa yote kwa yote watu tukafikiriaga kwamba pengine mambo yameisha, lakini kumbe bado kuna lile ambalo lilikuwa linajadiliwa kuhusiana na wale ambao walikuwa na mahusiano ya karibu, lakini hili limegusia zaidi kwa wasanii wa nje ya Marekani, na ndipo ambapo nikaona showcase. Kuna wasanii wengi sana ambao wametajwa, lakini mimi nitadili sana na msanii wetu wa Bongo Diamond Platinum ambaye yuko katika harakati za kujitanua zaidi kimataifa. Kwa hiyo katika hizo harakati lazima awe anapiga shows kwenye mataifa yenye watu wengi na muziki ambako ulizaliwa kama Marekani na vitu kama hivyo. So manake kama Diamond alikuwa na tamasha ama alikuwa na mishimishi ya kwamba pengine apange event ya kuweza kuandaa tamasha kule Marekani, basi hili limekufa. Sasa moja ya machache ambayo yanasema kwenye hii barua ni mengi sana of course, lakini nitakusomea hapa kama ifuatavyo. Inasema msanii au mburudishaji au mtaalamu yeyote wa kigeni kama vile meneja au mtayarishaji ambaye ana mahusiano ama amewahi kuwa na mahusiano ya karibu yaliyothibitishwa ya kitaaluma, ya kibiashara au ya kibinafsi na Sin Diddy, Combs au na taasisi zake za kibiashara zinazodhibitiwa moja kwa moja kama Bad Boy Entertainment. Yani hizo ni hiyo inaonyesha ni baadhi ya vitu ambavyo msanii kama amewahi kushirikiana navyo basi moja kwa moja deserve kuingia Marekani. Kwa hiyo kama amewahi kuwa na P Diddy kwenye swala la kibiashara au alikuwa kuwa na mahusiano binafsi na Sin Diddy au amewahi kuwa na mahusiano na ile kampuni inaitwa Combs ambayo ilikuwa chini ya Diddy au taasisi zake nyingine za kibiashara kama vile Bad Boy, ni moja ya wasanii ambao watakuwepo pia kwenye listi ya wale ambao wamepigwa marufuku. Lakini issue sio hivyo tu. Wakasema pia hapa kwamba mahusiano ya karibu yanafafanuliwa kama kufanya kazi moja kwa moja chini ya usimamizi wa Combs au kuwa amesajiliwa na lebo yake ya muziki, kushirikiana kwa kina katika miradi au kuwa na ushirikiano wa kibiashara au hata kibinafsi ulioandikwa na wenye kudumu na yeye au taasisi zake kuu wakati wa kipindi cha madai ya utovu wa nidhamu ya jinai. Ni moja ya kile ambacho hii barua imeweza kueleza hapa kuhusiana na kile ambacho wamekiandika kwamba kama kuna msanii amewahi kuwa pia na mahusiano ya karibu ambayo yanafafanuliwa kama vile kufanya kazi moja kwa moja na P Diddy au kufanya kazi na kampuni yake ya Combs
au amewahi kutaka kutoa pengine collab na P Diddy ama kushirikiana naye kwenye miradi mbalimbali, pia atakuwa ni mmoja wa watu ambao wamejumuishwa katika hii suspension ama kusimamishwa ama kustupishwa mara moja kwa wakati, kwa muda mfupi kwa wao kuweza kuingia Marekani kwa ajili ya kupiga show. Lakini sio hivyo tu, akasema kwamba kusimamishwa huku kwa uwezo wa kuingia na kufanya kazi au show nchini Marekani kwa watu wanaolengwa na agizo hili kutabaki pale pale mpaka pale Sean Diddy Combs atakapomaliza kifungo chake cha jela au kukamilisha utumishi wote wa kifungo chake, yani sentence completion, na taarifa rasmi ya serikali ya Marekani itakapotolewa kuondoa au kurekebisha agizo hilo. Hiki ni moja kipande pia ambacho barua hiyo inaeleza kwamba hili katazo ama hiki ambacho barua imeweza kuandika hapo kuhusiana na wasanii wa nje ya Marekani ni kwamba kitakuwa ni kipindi ambacho ama itakuwa ni agizo na amri ambayo itatumika mpaka pale ambapo P Diddy ataweza kumaliza kesi yake au pale ambapo pengine atakuja kupata msamaha whatever, lakini mpaka pale kifungo chake P Diddy kitakapoweza kuisha, hapo ndipo ambapo hawa wasanii wataweza kupata ruhusa tena ya kuweza kuingia Marekani. Lakini hapa kuna hitimisho ambalo hii barua imeandika hapa: serikali ya Marekani haitokubali wala kuruhusu kuingia kwa raia wa kigeni au msanii au mtu yote aliyeshirikiana na Sean Diddy nchini kwa lengo la kuendeleza au kufaidika na mahusiano yanayohusisha na madai mazito yanayomhusu Sean Diddy yanayokiuka misingi ya haki za binadamu. Maombi yote ya visa kutoka kwa wahusika yatasalia kusimamiwa kulingana na sheria za uhamiaji za Marekani. Ofisa masuala ya kibalozi, idara ya mambo ya nje ya Marekani. Sasa barua imeeleza hivyo, ijapokuwa kuna mengi ambayo nimearuka huko juu, lakini moja kitu pia ambacho heading pale juu ilikuwa inasema kwamba agizo la kusimamisha kabisa kwa muda, temporary suspension, kwa waombaji wa visa za P walio na mahusiano ama waliowahi kuwa na mahusiano ya karibu na Sean Diddy Combs na taasisi zake zinazomhusu. Hiyo ndio ilikuwa heading pale juu. So mimi nilianza tu kukusomea zile parts muhimu, lakini pia nimeona nikukumbushe hiyo heading inasema hivyo. Sasa unaona kwamba ni pigo kubwa sana kwa wasanii kama Diamond Platnumz, Burna Boy na wengine ambao pia walikuwa pengine wana ndoto ama wanatamani kwenda Marekani kwa ajili ya kufanya shows mbalimbali kwa ajili ya kujitanua zaidi na kutengeneza wigo mpana wa mashabiki katika tasnia ya kimuziki zaidi. Wewe kwa upande wako tuambie, unadhani kwamba hili katazo lina impact gani kwa hawa wasanii wetu, kwamba litawaathiri kwa kiasi kikubwa sana au hata hivyo halina impact yote? Kwa sababu ukiangalia nafasi ya kufanya shows Marekani ni ndogo sana, lakini hata hivyo kwa sababu hawajulikani sana, basi inaweza kaa pia haina impact kwa namna moja ama namna nyingine. Comment yako ni ipi? Tuambie hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.